سيدنا محمد لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أحباء، nausieni na kuyusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kadhalika kuzishukuru neema za Allah subhanahu katika zile aina zetu, aina ambazo za kushukuru neema, au katika zile sharti za kushukuru neema ni mtu kukiri, kadhalika kuitumia neema hiyo katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukiendelea na mwendelezo wetu wa kalima ambazo zimeandaliwa katika masjidi yetu hii, Masjid al-Ghuraba, kila baada salatu dhuhur. Allah subhanahu walipe ndugu zetu katika kulihadid jambo hili na kulipanga jambo ambalo tunataraji kwa Allah subhanahu liwe ni jambo la kheri lenye kunufaisha umma na Waislamu kwa jumla. Ndugu zangu, kabla ya kuenda katika kile ambacho nilikusudia kukinasihi nafsi yangu na kuwanasihi nyinyi katika siku ya leo, tukumbushane mawili matatu yaliyojiri katika liqaa as-sabiqa, makutano yaliyotangulia. Siku ya Jumapili iliyopita, wiki hii ambayo ilitangulia, tulikuwa na mwendelezo wa kuendeleza kuifanyia tafsiri hadithi ya Abdullah ibn Umar iliyokielezea mambo matano ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema yakiwafika watu katika jamii watafikwa na matatizo mbalimbali. Katika lile jambo ambalo tulizungumza pia au alilolitaja Mtume ni masala ya watu wakizuia kutoa zaka, na bila ya shaka ni jambo ambalo tunalifahamu leo. Masala ya zaka ni masala ambayo hayapaziwi sauti kuzungumzwa kwa upana wake, bali imefika baadhi ya waumini Waislamu hawajui kabisa kwamba wana wajibu wa kutoa zaka, au zile njia bora za kutumika katika kuitoa zaka. Baadhi yetu hatuna hata maarifa hayo. Hii ni kutokana na uchache wa kuelezewa jambo hili la zaka. Lakini katika hadithi ile tuliona Mtume akieleza kwamba watu watakapofika kuzuia kutoa zaka, Allah subhanahu atawasalitishia wao, kwanza watapigwa na ukame, pili hakutonyesha mvua, tatu Allah subhanahu atawaletea viongozi jeuri kwa sababu tu ya wao kuzuia kutoa zaka. Sasa ikatangulia ulimi katika yale madhaifu ya kibinadamu na kuthibitisha kwamba al-kamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah subhanahu. Katika kuyaelezea yale, tukagusia jambo la zaka ya zakatul bahaimul an'am, zaka za wanyama hawa ambao tunafuga, bahimatul an'am, wanyama tunaofuga, mbuzi, kondoo na ng'ombe. Fasabaka minni lisan, ukatangulia kwangu mimi ulimi nilipotaja idadi ya wale mbuzi. Kwa hiyo kwanza napenda kuweka sawa, kwa sababu hii ni amana na ni ilmu, wal ilmu amana. Kama elimu ni amana, na Allah subhanahu atatuuliza kwa amana hiyo. Idadi ya mbuzi nilitaja katika likaa ile, nikasema mtu akimiliki mbuzi 30, lakini alhaqiqa nilikusudia kutaja ng'ombe, lakini idadi ile nikaiegemeza kwa mbuzi. Kwa hiyo sahihi wa kauli ni mtu akiwa anamiliki mbuzi 40, kuanzia mbuzi 40
mmiliki anayewamiliki mbuzi 40, huyu atatakiwa yeye atoe zaka ya mbuzi mmoja. Kwa hiyo hii kauli tunataka tuisahihishe, kwa sababu hii ni ilmu na ni amana kwa Allah subhanahu, tuwe tumeondoa dhima, asije ikawa sababu ya mwingine kupotea. Kwa hiyo idadi ya sawa, fuqahaul ilmi wanasema ni mtu akimiliki mbuzi 40 ama ng'ombe, ndio idadi imetaja wale 30 ambao niliwataja katika ile jilsa iliyopita. Kwa hili nimependa kuleka sawa kwa umma na kwa Uislamu, hususan kwa sisi ambao tulipata liqaa hile, tufahamu kwamba mmiliki atakayemiliki mbuzi 40 na kwenda mbele, huyu ndio ataanza kutoa zaka ya nisabu ambayo yeye anatakiwa atoe. Barakallahu fikum. Lakini ndugu zangu katika imani, siku ya leo nimependa kugusia nasaha za kunasihi umma katika maana ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man nafasa 'anil mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi dunya wal akhirah. Yoyote ambaye atamsaidia, atamuondoshea mu'min mwenzake tatizo katika matatizo ya kidunia, Allah subhanahu na yeye atamuondoshea mtu huyu tatizo lake la dunia na tatizo la akhera. Ndugu zangu katika imani, katika moja ya akhlaqi za Kiislamu zilizokosekana katika wakati wetu huu ni jabarul khawatir, ni watu kufarijiana, watu kuwa na upendo wa kusaidiana. Hili limeondoka katika wakati wetu. Allahu a'lam, sijui kwamba ni sababu zipi mno watu ambazo zimewapelekea hivyo, ni ukosefu wa maarifa ya dini au ni ukosefu wa imani. Walaalla yawezekana ni watu kukosa yaqini ya malipo aliyoyaahidi Allah subhanahu, kwa sababu mwenye yaqini ya kile ambacho ameahidi Allah subhanahu huwa mwepesi yeye kutekeleza aliyoamrishwa. Sasa katika hadithi hii Mtume anatutaka sisi tuwe ni jabarul khawatir, sisi tuwe ni watu ambao tunafarijiana, tunasaidiana, tunatatuliana mambo yetu katika hali zote. Ikiwa ni jambo la furaha, ushiriki na mwenzako kwenye furaha hiyo, lakini ikiwa hususan jambo la shida, inda shadaid, wakati mtu anapopatwa na shida ndio wakati apaswao afarijiwe. Sasa Mtume katika hadithi asema, man nafasa 'anil mu'min, yoyote atakayemuondoshea mu'min mwenzake tatizo lolote katika matatizo ya dunia, akamsaidia kwa ushauri, akamsaidia kwa mali, akamsaidia kwa fikra, akamsaidia kwa nguvu zake, mwenzake tatizo lilompata ikawa ni sababu ya kumtatulia tatizo hilo, wewe Allah subhanahu anakuahidi, anasema nafasa Allahu anhu kurabatu min kurabi dunya wal akhirah. Allah subhanahu atamuondoshea mtu huyu tatizo katika matatizo ya dunia na akhera. Kwa wewe ulipomsaidia mwenzako duniani, ukamsaidia kwenye shida yake fulani iliyokuwa inamdhiki, iliyomkosesha furaha, ikiwa ni chakula ukamsaidia akala, ikiwa ni jambo linalohusiana na afya yake, ukawa mbele mpaka Allah subhanahu akawa yeye ni mwenye kumnusuru mja wake kwa sababu ya juhudi zako, basi na wewe Allah atakuondoshea matatizo yoyote yatakayokusibu hapa duniani, lakini na matatizo ya akhera anakulipa badali. Na huu ndio uzuri wa malipo ya Allah subhanahu. Ndio maana Allah subhanahu katika kutaja malipo alipoielezea ile aya, wenye kumwamini Allah subhanahu, wale ambao watawafanya, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, yoyote atakayetenda matendo yaliyo mema akiwa ni mwanaume au ni mwanamke, wa huwa mu'min, naye ana imani katika yale anayoyatenda, fala nuhiyannahum hayatan tayyiba, tutampa yeye maisha yaliyo mazuri, tutampa maisha bora hapa duniani.
wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutamlipa mazuri zaidi kuliko kile alichokuwa akifanya. Tutamlipa bora zaidi kuliko lile jema alilolifanya. Kwa hiyo angalia, na hadithi hii inathibitisha maneno haya. Allah subhanahu, atakayekuwa sababu ya kumsaidia ndugu yake tatizo katika matatizo ya kidunia, nafasa Allahu anhu, Allah naye atamuondoshia mtu huyu matatizo yake ya duniani na akhera. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akasema, waman yassara ala muassiri, na yeyote atakayekuwa sababu ya kumfanyia wepesi mtu mwenye uzito, ikiwa ni kwenye deni unamdai ukamfanyia wepesi kwa kumvutia subra au kwa kuangalia njia ya busara nzuri ya hikma, ikiwa ni kwenye uzito wa lolote, ni mzito wa kufahamu, mathalan wewe una maarifa ya ilmu ukaendelea kumfundisha pole pole mpaka akapata wepesi kwenye uzito wake. Waman yassara ala muassiri, na yoyote atakayemfanyia wepesi mtu ambaye ni mwenye uzito wa jambo lolote, yassarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Allah naye atamfanyia wepesi mtu huyu duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, maisha yetu haya tunayoishi tunatofautiana hali, na hii ni katika hikma ya Allah kutuumba hivyo. Allah subhanahu, yeye ndiye aliyetugaia hizi hali. Nahnu qasamna Allah subhanahu anasema katika Qur'an, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi ndio tumegawa maisha ya wanadamu, maisha yao katika huu ulimwengu wa dunia. warafa'nahum ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, na tukawanyanyua wengine juu ya wengine daraja kwa daraja. Huyu tukamfanya tajiri, huyu tukamfanya maskini, huyu tukampa afya, huyu tukampa maradhi, huyu tukamfanya yeye ni mfasaha, huyu tukampa uzito, huyu tukamfanya mrefu mzuri mwenye kuweza kufanya jambo kwa haraka, huyu tukamshusha. Lengo ni nini? liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili watu wapate kutumana wao kwa wao. Mfupi amtume mrefu kwenye sehemu ya uhitajio wa mtu mrefu, na kwenye sehemu ya hitajio ya mtu mfupi mrefu amtume mfupi. Tajiri ya mtume maskini, na maskini ya mtume tajiri. Wakati gani maskini anamtuma tajiri? Wewe leo ukiwa wewe ni tajiri, wataka mathalan ujengewe jengo lako fulani, maskini ambaye ni fundi anakutuma wewe, anakuagiza lete kitu fulani, kanunue material fulani, nenda fulani sehemu fulani niletee. Hata kama wewe utatumia nguvu mtume mtu, lakini ni kama kakutuma. Na akija pale atakwambia hili tunakikataa, tunakivunja, tunafanya hivi, wewe utatii kwa sababu sifa ni yako hiyo. liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khair, na rehma ya Mola wenu kuwafanyeni hivyo ni bora zaidi, ina kheri kubwa. Nyote mwengelikuwa nyinyi matajiri, au nyote mwengelikuwa nyinyi mna afya, hakuna mgonjwa, nani angeliweza kumwonea huruma mwenzake? Nyote mwengekuwa mafedhuli na majeuri. Kwa hiyo katika hizi hali sasa tunazopishana, Uislamu katufundisha maneno haya, waman yassara ala muassiri, yoyote atakayemsaidia mtu mwenye uzito akamfanyia wepesi kwenye shida yake ile aliyonayo, yassarahu Allah subhanahu, naye atamfanyia wepesi. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, waman satara musliman, na yoyote atakayemstiri muislamu mwenzake kwa aibu alionayo, kwa dosari alionayo, ukamstiri ukamfichia kwa ajili ya Allah subhanahu. Haambiwi mtu akatazwa kumnasihi, la, anamnasihi lakini huku akiendelea kumstiri kwenye aibu na dosari alionayo. Ukamstiri mwenzako kwa ajili ya Allah, satarahu Allah fi dunya wal akhirah, Allah naye atamstiri mtu huyu duniani na akhera. Leo haya yote yameondoka. Mtu atafuta madhaifu ya mwenzake madogo tu, anayaweka katika social media, anayatangaza, anayamkashifu ndugu yake kwa dosari moja ndogo tu. Watu wote wanaona udhaifu wa ndugu yake fulani. Amekozwa na ndugu yake, amekosewa jambo fulani, anachukua yale anayachukua yale mambo yote, anayaelekeza katika jamii. Watu wanauona udhaifu wa ndugu yake. Mstiri ndugu yako kwa hali alionayo,
Awe ni fakiri, umeukuta ufakiri wake katika nyumba yake, mstiri. Awe ni dhaifu wa jambo fulani, umemwajiri katika sehemu yako, anajituma kwa kadri ya uwezo wake, lakini ni dhaifu wa nguvu, ana hali fulani ya udhaifu, mstiri kwa hilo, ukiwa unaendelea kumtatulia shida yake na kumjenga imara. Waman satara musliman, Mtume asema mwenye kumstiri muislamu mwenzake, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Allah atamstiri mtu huyu duniani na akhera. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema maneno ambayo sasa haya tuondoke tukatathmini maisha yetu. Asema Mtume, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdi fi auni akhihi, na Allah subhanahu yupo katika kumsaidia mja wake. Allah ni mwenye kumsaidia mja wake, ma kana al-abdi fi auni akhihi, madamu ya kuwa mja huyu yeye yupo katika kumsaidia ndugu yake. Kila unapokuwa wewe ni mwenye kuwasaidia watu kwenye kheri, ndivyo na Allah anapokusaidia wewe. Wa bilaks, na kinyume, kila unapokuwa msisuavu na mgumu wa kusaidia watu, ndivyo na Allah naye anapokuacha hakusaidii. Kwa hadithi hii Mtume aliposema wallahu fi auni al-abdi, Allah yupo katika kumsaidia mja, ma kana al-abdi fi auni akhihi, madamu ya kuwa mwanadamu mja huyu yupo katika kuwasaidia watu wake, ndugu yake. Kwa hiyo ukitaka wewe mafanikio, badilisha muundo wa maisha yako, kuwa mtu wa watu katika kheri. Sio kila jambo la, katika kheri. Saidia watu kwa hali yako ulionayo, iwe ya kimali, ya kinguvu, ya kifikra, ya kimaarifa, na wewe Allah atakusaidia katika yale mazito yanayokukabili. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa astaudi'ukumullahu alladhi la tadhi'u wada'ihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna kitu umegusia, naam, kwamba sijui watu wa sasa hivi wakoje kutokusaidiana. Kwa tathmini yangu ya kawaida tu, nimeona huu udhaifu wa kiimani ni jambo kubwa sana, lakini si kwa hawa wanaotoa. Asilimia kubwa wanaochangia ni hawa wanaopewa. Mathalan, kwamba unakuta mtu anamfuata Muislamu mwenzake, ana tatizo lake, anataka kukopeshwa. Mathalan, kwamba mimi nadaiwa kodi na mwenye nyumba kaniambia kwamba mwezi huu nisipolipa au tarehe hizi nisipolipa nitaondolewa pale nyumbani na nina familia sijui ni wapi. Kwa hiyo wewe ukawa na shauku ya kuweza kumsaidia, kweli kile kidogo alichokuruzuku Allah ukamsaidia hivi kwa makubaliano kwamba labda niache mwezi huu, mwezi ujao nitakurejeshea hicho pesa. Naam. Lakini mwisho wa siku akishachukua kile kiasi cha pesa, kwamba katika kule kurejesha, ima kwa kutopata, lakini sasa kwa hali za kawaida watu wanaonekana kwamba huyu ana shughuli zake, labda alikwama kwa kipindi hichi na sasa hivi shughuli anayo na anapata riziki, lakini kurudisha inakuwa ni magumu sana. Naona hili pia limepelekea watu kwa wazito. Lakini hapo swali linakuja, kwa huyu ambaye ashafanya miamala kama hii, alafu akaletewa tatizo na ndugu yake mwingine, ikawa ana nia ya kuweza kumsaidia, lakini sasa huku nyuma kuna rundo la watu ambao alifanya miamala yake kuwasaidia, lakini hawajamrejeshea yeye kile kitu labda cha kumsaidia huyu wa sasa anacho, labda mathalan bwana na shida shilingi 50 laki anacho, lakini sasa na yeye binafsi kihali za kibinadamu kwamba likamjia uzito ile kwamba huyo inawezekana ikawa ni wale pesa nyingi ziko nje na zitegemea hizi kwa namna moja au nyingine. Yeye akisema hana na ikiwa anacho mfukoni, hukumu yake kwa Allah iko. Anasema uongo. Barakallahu fik. Amesema uongo. Alhaqiqa ni kweli uliloeleza akhi, ni moja katika mambo ambayo yamepelekea leo hata hii misaada kukosekana, kwa sababu wanaopewa pia wanasababisha kwa wale mutabarriat wenye kutoa
kufika wakati wakachoka. Lakini bado katika hilo halijatuzuia si kwenye Uislamu au halijatuelekeza sasa tuwe katika sehemu ya khiana, bali Uislamu umefunza anayo haki mtu kubainisha kile alichokipitia kupitia yale anayofanya kwa njia ya kufanya taksir. Wakasema kufanya taksir badala ya mia nzima. Sasa kwa sababu huku nyuma amekuwa ni mwenye kupigwa na watu wake wale wa karibu mpaka anafikia anataka kuharibu imani yake, basi asiende tena kwenye mia, atoe 10 kwenye 100, angalau 90 azizuie, lakini katika kile kidogo amekitoa. Yani hapa atapunguza ile kwamba asitoe tena 100 nzima. Kaja mtu na shida ya 100, sio? Lakini mimi nimekuwa ni mtu ambaye kila ninaofanya hizo kheri zinakuwa kwa tena kheri nyingi hizi za miamala ya qardh, ya mikopo. Kwa basi wewe usimpe tena 100 mwingine katika huyo, lakini likikuwezekea kwako wewe kufanya ibtigha mardati Allah, fanya, kuliko kumwambia huna na ile hali unayo. Ile inaandikwa ni dhambi, ni uongo. Tayeb, yani ile inabaki ni uongo. Tunarudi kwenye sheria, ile inabaki kwa ni uongo. Lakini kutomsaidia au kutomkopesha, sheria imekuruhusu kama amekuja kwa njia ya qardh, mkopo, sio? Kwa sababu ni masala ya kama aina ya biashara zile. Ndio maana qardh pia inaitwa ni biashara ikiwa imekidhi mahitaji, kwa sababu ni biashara, ni baina ya watu wawili, ar-ridha wal qabul, nyinyi wawili. Kwa bwana, mimi ninayo 50, lakini kwa sasa siwezi kukopesha. Wa illa ukihofia hilo kulisema litaleta madhara zaidi, kwamba mimi nikimwambia ninayo sikukopeshi, mimi nitatoka hata huo utu ambao upo wa kibinadamu. Basi bwana, mimi ni 50,000 uliokuja nayo, uliokuja na shida yako, lakini mimi nitakopesha 10,000. Huenda Allah kajalia ukapata kwengine ziada ya hapo, khalas, kuliko kumwambia sina, itakuwa ni khiana na ni uongo. Wallahu a'lam. Hapo kwa upande wa pili, hapo ni kwa upande wa pili, kwa wale ambao wamekopeshwa ambao alafu hawarudishi zile amana za watu, kwamba wewe uliyomkopesha mtu ndio unakuwa una kazi kubwa ya kuweza kukumbusha lile deni lako, na mtu anakwambia labda ahadi kila siku ni ahadi, lakini mwisho wa siku wewe binafsi kaamua, bwana, mimi hili swala bwana mimi nalisamehe. Lakini katika kusamehe ni kwamba ni ile kufikia hatua kwamba huyu mtu hana nia ya kunilipa tena. Yaani ile kusamehe siku ile kiridhaa kabisa ndani ya nafsi yako. Kwa mfano akikuletea waichukua. Akasema bwana, mimi hili nakusamehe. Au kwa namna nyingine fanya kasamehe kwa ajili ya Allah. Je, huyu aliyekopeshwa alafu ikawa hii amana ya watu hajairudisha na anao uwezo wa kuirudisha, hana masuhulia siku ya Kiyama? Barakallahu fika. Akhi, kwa hakika Uislamu wetu haujaacha lolote. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema, mat'ul ghaniy dhulmun, kuchelewesha kulipa kwa mwenye uwezo ni dhulma. Anaandikiwa dhambi kila siku. Mat'ul ghaniy dhulmun, kuchelewesha kulipa kwa yule mwenye uwezo anao, achelewesha kulipa, atafuta kona sababu zisizo na kushikika, huyo ana dhulma. Kwa hali yoyote hiyo, kama ulivyoeleza ya sura hii, ikiwa ni mtu wa aina hii kwamba kila unapo sasa mpaka ukaona basi deni lake lipo pale pale kwa Allah subhana, maana yake yeye ana dhulma ya ile haki, lakini wewe malipo yako utalipa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kusamehe kwako. Na lile deni yule bwana yeye atahesabiwa kwa ile khadaa yake aliyokuwa akiifanya. Lakini katika hali nyingine hiyo ambayo sasa ni ya ziada, kwanza tufahamu hivi, mkopeshaji aliyekopesha hapa, tuzungumzia mkopo wa kisheria, asije akaondoka mtu kwamba wale wanakopesha riba tutazungumzia ile mikopo ya kisheria. Katika kila siku moja yeye unaandikiwa jema, unaandikiwa sadaka kwa yule unayemdai mpaka atakapokulipa. Yani katika kila siku moja yeye unaandikiwa sadaka ya lile deni lake, kama umetoa sadaka
mpaka atakapokulipa. Ndio maana hii aya ilipokuja kwenye suratul Baqara, fanadharat ila maisara, amvumilie mtu kwa muda ikiwa yeye anamuona inkana dhu usratin, ikiwa ni mwenye uwezo, mwenye uzito, ni mtu mwenye uzito. Ile nimemkopesha lakini naona kabisa nikopesha 50,000 lakini huyu 50 hii itafika miaka 10. Wewe ukaendelea kuvumilia hivyo, kila siku hiyo thawabu yako kwa Allah subhana mpaka siku atakapokulipa. Qur'ani ikaeleza sasa, ukisamehe sasa ukalifuta lile deni, ukamwambia kwa sababu naona hata 50 atafika miaka 100 huyu, ngoja nimsamehe, nimbebeshe, nilitoe kwa Allah subhana, wewe una khairi zaidi ya kile ambacho ulimkopesha. Sasa kwa inabadilika ile fadhila kwa hilo. Kwa hiyo hapa pia tunajifunza kwamba pia kuna hiyo faida ya thawabu ya sadaka ya lile deni lako nalomdai mtu, lakini hii haijazuia au haijampa nafasi anayedaiwa sasa yeye kujifunga asiyapata thawabu zangu za deni hilo. La, hii hadithi inamrudisha nyuma. Mat'ul ghani dhulm, kwa mwenye uwezo kulipa hajalipa, anajichelewesha tu kwa kusudi yake, hii anahesabiwa naye ni dhulma. Kwa hiyo ni tabaduli ya hali, kwa wewe utapata thawabu, kwa yeye atapata dhambi ikiwa ana uwezo wa kulipa na ana nini, anachelewesha. Lakini kwa hali ya mwisho ambayo sasa hii nieleze, Uislamu umetuhimiza kujitakasa na haki za watu kwa haraka, kwa sababu mtu akifariki ikiwa ni mwenye deni, sawa, kwa hadithi iliyokuja kwa Abi Qatada, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yule ni marhunun bidainihi, kuzuiliwa yeye kupata thawabu hata kama ni mtu wa peponi kwa lile deni lake. Ndio Mtume alipomwambia yule, alipokuwa yeye Mtume kama yeye Mtume alikuwa hawaswali watu wanaodaiwa mpaka alipiwe. Kwa katika haki ambazo pia tupaswa watu wazichunge mno ni madeni. Hakatazwi mtu kukopa, la, akishakopa akipata tu uwezo alipe, kwa sababu ukiondoka tu leo duniani hata kama wewe ni mtu wa peponi. Kwa ile hadithi zilizokuja katika hadithi zile za mwenye madeni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu hapelekwi kwenye zile neema mpaka kwanza deni lake ni nini, liondoshwe. Pia hapa tukafunzwa kubainisha madeni mtu kuyaandika ili watu wayafahamu, ili tuwe ni sehemu ya kutakasa baada ya kuondoka kwako. Wallahu a'lam. Salamu kidogo linafanana pale na mfano, lakini nilisikia mtu yangu mmoja akisema kwamba yeye amechoka kumsaidia kwa sababu huyo ndugu yake ana shukrani wala hamwambii dua. Kwa mfano kwamba kuna hadithi ya Mtume ambaye anasema kwamba unaposaidiwa ndio utoe shukrani au umwombee dua. Sasa hapa nauliza, kwani hukumu ni nini? Kwamba lazima yule asikie zile shukrani au asikie zile dua za upande wa yule anaposaidia, au yeye anatakiwa aendelee kusaidia au? Mashaallah, barakallahu fik. Kwanza mimi nataka tufahamu wote ndani ya swali lako akhi, hii hadithi watu wasitafsiri vibaya. Man sana alaikum ma'rufa fakafiuhu, atakie watendeni wema mlipeni, na msipopata cha kumlipa fad'u lahu, muombeeni nini, dua. Jambo hili, haya malipo haya ya hadithi hii nilikuwa Mtume akituhimiza sisi watendewa kheri, wale watakaotendewa kheri, kwamba na wao wawe na sehemu ya kuzijua zile kheri wanazotendewa. Hailazimishi kwamba huyo mtu anajua kwamba mimi jana niliwapa watu sadaka ya mchele, wao wameniletea machungwa leo, si ndio fakafi umemlipa? La, ni nyinyi ile hadithi ilikuwa inakuja kututia sisi targhibu ya kupenda kushukuru kwa kile tunachofanyiwa, aidha anajua aliyetufanyia au hajui. Kwa hiyo kwanza tufahamu hivyo. Dua anaombewa mtu aliyetenda mema, kwanza akiwa hayupo ndio bora zaidi kuliko pale akiwepo, na ili tulichukue. Wewe ukimfanyia mtu wema
kamsaidia kitu fulani, akakuombea chochote atakachokuombea katika kheri ni kheri, Allah akikubali umepata. Lakini akikuombea wewe ukiwa haupo, dua ile hairudi, ile atakao kuombea hairudi. Kwa kwanza hapa inatufunza kwamba ni bora aombewe huyo mtu akiwa yeye pia hayupo. Lakini pili, haimaanishi kwamba ni lazima akishukuriwa na yeye awe amezipata hizo nini, shukrani. Kwa hiyo mtoaji asijizuie kutoa kwa sababu tu hajashukuriwa akasikia. Yeye aendelee kutoa kwa sababu hatafuti shukrani za watu, yeye anatafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa alaykum assalam. Nina maswali na moja na fikira nyingine za kufahamu. La kwanza ni kwa upande wa ndugu zangu ambao wameuliza, na ndugu yangu yeye alichukua mkopo wa ana marejesho, mimi nafahamu hili, lakini katika kuishi kwetu wale watu wa marejesho, wale watu wanaomdai wakawa wamefika, wanataka kuchukua mathalan vitu vyake au kitu fulani. Sasa mimi najua yule anafanya marejesho kwenye mikopo mfano wa riba, na wakati ule ana tatizo, amenifuata mimi sema nimkopeshe pesa ili awalipe wale watu wamekuja pale. Je, huku napaswa nilipe mimi hiyo kumsaidie kumfanyia wema? Hilo la kwanza. Hilo la pili ni kwenye yale mambo ya zaka. Mimi sina uwezo wa kufuga labda kondoo, mbuzi na ng'ombe, lakini mfugaji mwenye mabanda mengi ya kuku. Je, nina uwezo wa kuwatolea kuku wangu zaka au kutolewa zaka? Na ni wengi ninao. Barakallahu fik. Kuku hawana zaka, ni bahimatul an'am waliotajwa ni ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ile ikiwa sasa hao kuku ni biashara, wafanya kama biashara, wewe kuna sehemu yako inaitwa urudhu tijara, kuna zaka inofungamana na urudhu tijara, faida inayopatikana ya biashara. Sawa, ni mlango mwingine. Lakini kama sehemu ya wanyama kwamba eti na mimi sana na kuku milioni 1 au nifanyaje, la, wanyama waliotajwa ni wale wa aina 3: mbuzi, kondoo na ng'ombe, yani na hao katika bahimatul an'am. Wallahu a'lam. Lakini la pili tulishalizungumza, nakumbuka kwenye jilsa hizi, kama mnakumbuka na nyinyi, tulieleza kwamba ulama wamekuja na kauli za khilafu katika masala haya, lakini wakasema ikiwa huyo mtu yeye yupo tayari kujitoa kwenye riba, endapo atatoka kwenye hali hii ya kwanza aliyofanya, kusaidiwa kwake ni aula ili kumwokoa kwenye asiendelee kwenye dhambi hiyo, ikiwa huyo mtu yuko kwenye hali hiyo. Kauli ya pili wanasema ikiwa yeye alichokifanya alikuwa mwanzo hana maarifa nacho ya kiilmu kwamba hili ni jambo la riba, tutamlipia alafu tutambainishia kwamba hili ni jambo haramu ili yeye atoke. Wanini wamefasiri ile aya walghamirina alaiha, na wale wenye madeni. Hayakutajwa wale madeni pale ya sura gani, lakini Allah ametaka na wao wanusuriwe, sawa. Lakini hali ya tatu au kauli ya tatu, baadhi ya kauli za ulama wakasema ni yule ambaye sisi tunamjua kabisa huyu yeye ni muanid, ni mbishi, na hata tukamfanyia yeye bado atafanya, bali inawezekana tukimruhusu kwenye hili tukampa mwanya wa kwenda kukopa lingine la riba. Wakasema ulama huyu hatosaidiwa, huyu hatosaidiwa kwa sababu ya katazo la aya wataawanu ala albirri wala taawanu ala alithmi waludwan, wala msisaidiane kwenye uovu, kwa sababu huyu sura yake ni hiyo. Kuna hiyo. Kwa hiyo vipi tutamjua, tutakuwaje kama yakini kwamba huyu ana sura hii? Au la, kilicho bora mimi ninachokiona kwanza ni kumnasihi kabla ya kulifanya ile jambo na kumbebesha dhima kwa Allah subhanahu, ajue kwamba yeye yupo kwenye masuhulia, na leo tunakutatua kwa hili, lakini kama utakuja kurudi kwenye hali hii, baina yetu sisi na wewe tumemalizana. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Allah ende mjuzi zaidi. Astaudikumullahu alladhi la tadhi'u. Assalamu alaykum wa rahmatullah.